Wananiita Sir Bramwell Mololo nikiwa na Kennedy Sankara, Olankolan wakili, Oti William ODM, Derek Bet senator mtarajiwa, member Magufuli Secretary General. Leo tunaangazia wamefungua sasa. Imekuwa ni siasa ya matusi. Ndio tunaenda kuangazia rais na upinzani wakiendelea kutupiana matusi. Kennedy Sankara. Naam. Plot 10. Tumeingia siasa ya plot 10. Maneno matusi. Bram yanakera sana. Manake urais ni institution ambayo inastahili kuheshimika na kuheshimiwa. Ofisi ya rais. Ofisi ya rais, yani the presidency. It's a very powerful office. Unajua yale maneno ambayo yalitamkwa na rais ni criminal in nature. Bram, matusi ambayo unaona opposition wakisema pale hayafurahishi. Viongozi unastahili kuwa na sera. Tofautishe kusema ukweli na matusi. Wakati yenye imefika saa hii siasa imefika ukingo yenye lazima uambie mtu ukweli. Kwa sababu kwa mara mingi Bramwell, rais amekuwa akiendeleza ziara zake za kuhakikisha miradi imefikia wananchi. Lakini kuna wale walikuwa wanajaribu kumsoka ama kwa Kiswahili unaweza na ukiangalia jambo yenye rais alisema hakutaja jina ya mtu. Umejua hizo pingu zilikuwa zinapigwa tu, unajua Wakenya wawe hai. Wakenya wenye uwezo wa chini. Kama sisi. Lakini kama uko juu, unaweza tusiana, ufanye kinywa chenye unataka, lakini hakuna kile kitafanyikia. Nikirudi kwa hii maneno. Ukiangalia ile maneno Gachagua alikuwa anasema na yale Ruto anasema. You know, hawa ni kama nguruwe wawili wako kwa matope. Umejua ukiangalia maneno wote anasema ni waizi wawili. You know, two criminals fighting. That is the point. Ukiangalia yale Ruto alikuwa anasema Gachagua, you know what Gachagua criminal offense Gachagua was referring to, those are criminal offenses. Sawa, wili wanafaa peleko wapi? Korokorino, wanafaa waende nini? Watu mshahidi. Unajua vile ambavyo mwenzangu amesema hapa anaitwa Oti William. Kama hujui jina yake. Oti William. Anaitwa Oti William. Bram, vile ambavyo mwenzangu amesema, kusema tu ukweli, watu wanafaa kutofautisha kati ya matusi na ukweli. Rais aliongea jana na akaongea kuhusu watu wengi sana, akasema kuna mwingine hapo na hakutaja jina ya mtu. Lakini nilishangaa sana hata kabla hajamaliza kumaliza hiyo rally kuna mwenye alikuwa ashamrudishia huko. Kama wa Kenya tukue watu ambao wako healthy ili tuwe, kama unataka uongozi isikuwe wewe mwenyewe unazunguka nchi ukiwa na tumbo kubwa. Sijui katiba ya Kenya nasema ya kwamba presidency ni symbol of unity. Ukiona rais hata sasa tumegeuka ni kama hii siasa ni ya matusi. Tuko plot 10. Matusi. Niliona hata wakati wa Gen Z kulikuwa na matusi. Naona tena hii wakati mwingine kuna matusi.